msikilizaji wa kipindi kizuri cha kujifunza masuala ya utawala bora kutokea studio za Freedom, na uko nami Samuel Kakila. Tutakuwa tunatembea kwa dakika kadhaa katika kuzungumzia masuala muhimu yanayohusu utawala bora. Na leo hii tutaendelea pia kuzungumzia masuala ya utawala bora. Kujifunza utawala bora ni muhimu kwa kila mtu, uwe kiongozi au kama pia si kiongozi. Haimaanishi kwako si muhimu kujifunza utawala bora, bado ni muhimu sana. Kila sehemu ambapo unatufuatilia, inawezekana uko Tanzania, mkoa wa Kagera, Dar es Salaam, Rukwa, mahala popote ambapo unaweza kuwa katika ardhi ya nchi ya Tanzania. Lakini inawezekana pia uko nje ya Tanzania, labda Kenya, Kongo, Afrika Kusini. Inawezekana uko Asia, China kule au Dubai. Inawezekana uko Ulaya pale, London, Uingereza, au uko Marekani unatufuatilia popote dunia nzima. Hapa tutakuletea material yanayohusu masuala ya utawala bora. Utajifunza, inawezekana unaongoza au pia inawezekana sio kiongozi, lakini unapenda kujifunza masuala ya utawala bora. Ukiwa kiongozi, utajifunza kuongoza kwa kiwango kizuri taasisi unayoongoza, eneo lolote ambalo unaongoza. Lakini pia ukiwa mtu wa kawaida, itakusaidia kuchagiza, kuweka mifumo sahihi kwa njia salama inayohusu utawala kwenye eneo lako. Unaweza ukachagiza kuweko kwa mifumo sahihi kwa njia kwa kutumia sheria, kanuni na taratibu, mifumo sahihi ya uongozi. Lakini ukiwa pia mtu ambaye labda sio kiongozi, itakusaidia wakati unapopata fursa ya kutafuta viongozi kwa njia za kuchagua. Itakusaidia wewe kupata viongozi ambao ni wazuri. Utachagua viongozi wazuri kwa sababu misingi ya utawala bora utakuwa unaifahamu. Kwa hiyo tutakwenda kupita kwenye masuala tena ya utawala bora leo, na ni muhimu kufahamu kwamba utawala bora tunajifunza kwenye kipindi hiki kwenye maeneo tofauti tofauti, kwa sababu kuna ngazi tofauti tofauti za utawala. Inawezekana ni utawala kwenye ngazi ya kitaifa, inawezekana ni utawala kwenye ngazi za kisekta, kwa mfano wizara, labda wizara ya afya, elimu. Inawezekana ni uongozi au utawala katika ngazi za mkoa au wilaya au kata, mtaa au kitongoji. Inawezekana ni uongozi katika mashirika na taasisi. Inawezekana ni uongozi katika vikundi tu vya kijamii na vya maendeleo. Katika ngazi yoyote ile, unapojifunza masuala ya uongozi, ni kitu kikubwa sana kitakachokusaidia kuyaendesha masuala ya utawala na uongozi katika misingi sahihi. Na hii inachagiza maendeleo katika eneo unaloongoza. Hata kama ni kikundi cha watu 5 na ukajifunza masuala ya utawala au uongozi, itakusaidia sana katika kuongoza wale watu 5 kwa tija na kwa ufanisi na kuleta matunda yanayotarajiwa. Kwa sababu utawala na uongozi umuhimu wake ni kuleta maendeleo tu,
hata kama ni kikundi kidogo, hata kama ni ngazi kubwa, hata kama ni taasisi au shirika kubwa, hata kama ni taifa, tunatafuta tija katika kujifunza masuala haya ya utawala bora. Tunatafuta maendeleo. Kwa hiyo na kukaribisha, usiache kucomment, kushare, kusubscribe na kulike. Karibu sana hapa Freedom Studio. Tuna mwendelezo wa kujifunza masuala ya utawala bora. Leo tutaendelea na misingi ya utawala bora. Tulianza katika kipindi kilichopita ambacho kitakuwa kilitangulia kabla ya kipindi hiki. Leo tunaendelea kujifunza misingi, na katika misingi iko misingi na orodha ndefu kidogo ya misingi, na tunataka tuichambue misingi kwa kina. Tulikuwa tuna msingi wa ushirikishwaji, tunaendelea na leo tunamalizia msingi wa ushirikishwaji. Katika msingi wa ushirikishwaji tutatazama jambo ambalo tuliliongelea pia mwishoni katika kipindi kilichopita, la uchaguzi wa viongozi. Na tunafahamu katika nchi ya Tanzania viongozi tuna uchaguzi mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025. Kutakuwa na uchaguzi mkuu kwa mujibu wa katiba ya nchi, na uchaguzi huu tutachagua rais, tutachagua wabunge, tutachagua madiwani. Kwa hiyo tutakuwa na uchaguzi ambao unafanyika kila baada ya miaka 5 tunachagua. Na hii ni moja kati ya fursa ambayo imetolewa kikatiba, kisheria kwa ajili ya mwananchi wa kawaida kabisa kuweza kushiriki katika uchaguzi. Na huu ni moja kati ya ile misingi sasa ya utawala bora, ushirikishwaji, kwamba wewe mwananchi unashirikishwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi, tena kuanzia kwenye sheria mama ambayo ni katiba. Inakushirikisha wewe mwananchi kuweza kupata fursa ya kuchagua. Unashirikishwa kwa mujibu wa sheria na kanuni na taratibu, tena kuanzia kwenye katiba ya nchi, uweze kuchagua viongozi. Huu ni mmoja kati ya ile misingi ya ushirikishwaji. Sasa hapa na kusisitiza ushiriki, kwa sababu hii ni fursa ambayo umeipata. Shiriki kujiandikisha katika mchakato mzima, lakini pia shiriki katika kuchagua, kwa sababu usiposhiriki kwenye haya mambo mawili, ya jambo la kwanza la kujiandikisha, lakini jambo la pili la kuchagua, itakuwa ni kama unasema fursa hii iliyotolewa ya mimi kushirikishwa kuchagua sihitaji, sihitaki, haina maana yoyote kwangu. Na sisi hapa tunasisitiza kwamba hii ndiyo misingi ya utawala bora, ya wewe mwananchi wa kawaida kupata fursa kwa mujibu wa kanuni, kwa mujibu wa sheria na taratibu, kuchagua viongozi wako. Sasa kama ni fursa imetolewa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, ichukue fursa hiyo nzima, ifanyie kazi, jiandikishe kikamilifu, na wakati ukifika kuchagua, chagua kiongozi ambaye wewe unamtaka. Na kimsingi fursa hii wewe unatakiwa kuhakikisha unaikamata, kwa sababu hakuna sababu kama unapewa fursa wewe ya kuchagua kiongozi unayemtaka afu kawaachia wengine wachague kiongozi ambaye wao wanamtaka kwa kukuchagulia wewe. Usiwaache watu wengine wachague kiongozi
wa kukuongoza wewe wanayemtaka wao. Nenda wewe kachague kiongozi ambaye wewe unamtaka ili akuongoze wewe. Kwa hiyo shiriki kwenye kuamua nani awe kiongozi wa kukuongoza kwenye taifa lako, kwenye jimbo lako, kwenye kata yako, katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, mwaka 2025 katika nchi ya Tanzania. Na baada ya kuangalia msingi huo wa ushirikishwaji ambao tumesema ni huo wa kuwapa fursa wananchi kuchagua viongozi wanaowataka, sasa twende kwenye msingi mwingine muhimu sana ambao ni uwajibikaji. Tunaweza kutafsiri uwajibikaji kama kutumia au kutumika vema katika nafasi ambayo wewe umepewa kuwahudumia watu. Wewe umepewa nafasi ya kuwahudumia watu, inawezekana umeajiriwa, inawezekana umeteuliwa au umechaguliwa. Kuwajibika ni kuitumia hiyo nafasi. Umechaguliwa, umeteuliwa, umeajiriwa, uko kwenye nafasi ya kuwahudumia watu. Sasa kuitumia vizuri hiyo nafasi ndiko kuwajibika. Kutumia vizuri kwa maana gani? Tunaweza kufafanua mambo machache hapa ambayo yanaweza kusaidia kujenga hoja ya kile ambacho tunakizungumza hapa. Na iko mifano mingi, lakini sisi tutakwenda na mifano michache leo ili kusaidie kukufikisha katika ufahamu mzuri wa kufahamu juu ya misingi hii ya utawala bora, na hasa kwenye eneo hili la uwajibikaji. Kwa mfano, swala la kuwasikiliza watu na kuwapa majibu sahihi kwa muda sahihi pale wanapokuwa wamefika kwenye eneo lako la uongozi na utawala. Unaweza ukawa mkuu wa wilaya, unaweza ukawa mkuu wa idara, unaweza ukawa mkurugenzi wa halmashauri, unaweza ukawa rais wa nchi, unaweza ukawa kiongozi wa shirika au taasisi. Shirika linaweza likawa la umma au shirika binafsi, lakini kuna mambo ambayo wewe unahitaji kutoa majibu. Inawezekana ni kwa wafanyakazi ambao unafanya nao kazi, ambao unawaongoza. Inawezekana ni kwa watu ambao sio wafanyakazi lakini wanahitaji huduma za taasisi. Wewe ni kiongozi, wanakutazama kwa ajili ya kutaka kupata majibu ya mambo ambayo yanawakabili. Unahitaji kuwapa majibu. Unahitaji kuwapa majibu ya mambo yanayowakabili. Lakini kuwapa majibu unawapaje? Lazima uwasikilize. Unaanza na kuwasikiliza. Lazima upate muda wa kuwasikiliza. Kwa hiyo lazima utenge muda wa kuwasikiliza. Na ukiwasikiliza upate majibu sahihi ambayo wanayahitaji kwa mambo yanayowasibu. Hilo ni jambo mojawapo tu kiongozi anahitaji kulifanya, au mtumishi wa umma au mtoa huduma yoyote kwenye ngazi yoyote ya utawala, uongozi au kuhudumia watu. Unahitaji kuwa na sifa hiyo ya kuwasikiliza watu na kuwapa majibu watu kwa usahihi katika muda sahihi kulingana na mahitaji yao. Lakini pia unahitaji kutatua kero za watu kwa wakati sahihi. Watu wanapomweka kiongozi madarakani, wanatarajia kiongozi madarakani aweze kushughulikia maendeleo yao. Maana yake nini?
wana kero mbalimbali zinazowakabili, wanahitaji kushughulika na hizo kero. Lakini kiongozi uko kwenye nafasi ya kuwasaidia kupata majibu ya kushughulika na hizo kero zao. Kwa hiyo wewe kama kiongozi uko kwenye nafasi ya kuwasikiliza watu, uko kwenye nafasi ya kujua wana matatizo gani, wana kero zipi, na wewe uko kwenye nafasi ya kuzitatua hizo kero. Hii inakuhitaji kutumia akili za ziada katika kubuni mikakati na mbinu mbalimbali za utatuzi wa kero zao. Inawezekana hawa watu hawana zahanati, hawana barabara, hawana maji. Inawezekana hawa watu hawana labda umeme na huduma zingine, au wana zahanati lakini hakuna dawa, hakuna mtaalamu kwenye zahanati yao. Wewe unahitaji kufanya kila linalowezekana kuhakikisha ya kuwa watu hawa wana hizo huduma. Wana zahanati, wana nishati ya umeme, wana barabara, wana shule nzuri, kuna walimu, kuna vifaa vya elimu vinavyotakiwa kwa wakati huo. Watu hawa, kama kuna zahanati, kuna dawa pia, kuna wataalamu. Kwa hiyo unahitaji kutumia na kuwa na akili ambayo unatafakari na kufikiri kwa kiwango kizuri sana, kuweza kubuni, kuweka mikakati, kuweka mipango sahihi ya kuweza kutatua kero za watu hawa kwa wakati. Lakini pia kuhakikisha unafanya hivyo kwa wakati, kwa muda, bila kuchelewa. Wakati fulani tumekuwa tuna matatizo kidogo kwenye eneo la huduma za watu kwenye ofisi za serikali na taasisi za huduma za umma. Watumishi wa umma pamoja na viongozi wa kuteuliwa na viongozi mbalimbali wa kuchaguliwa wamekuwa wanajisahau. Mtu anapewa kura, anachaguliwa na wananchi. Wanakuwa wanatarajia ndani ya hii miaka 5 tunapompa uongozi atatimiza ahadi zake. Akishapewa kura zake, anageuka na kuwa Mungu mtu. Anashindwa kufanya kazi ambazo wananchi kwazo wamemchagua kwa kura zao. Naye aliahidi mwenyewe, tena alikuwa karibu nao. Lakini akishapata kura tu hiyo, hamumuoni tena mpaka miaka 5 inaisha. Watu huku wana kero, wana matatizo, wana shida, maendeleo hakuna. Lakini aliyechaguliwa yupo, na amechaguliwa, watu wamemwamini, wamemsikiliza, wakasema huyu anatufaa, wakampa kura. Alafu anaondoka, haonekani, hashughulikii chochote. Sasa tumekuwa na changamoto hizo, na hizi ni changamoto ambazo Watanzania au watu wengine mahala pengine popote ambapo unanisikiliza, watu hawataki kusikia wala kuona matatizo haya. Wanataka kupata viongozi ambao wanafahamu nini maana ya kuchaguliwa kutokea siku ya kwanza. Yaani mtu amechaguliwa siku ya kwanza tu anajua kwa nini nimechaguliwa, nimewekwa kwenye kiti, kwa nini nimepewa kura na wananchi. Anaanza kuwajibika toka saa ya kwanza katika siku ya kwanza mpaka katika saa ya mwisho ya siku yake ya mwisho
katika mwaka wake wa mwisho wa kukaa kwenye kiti. Ndio viongozi ambao wananchi wanawataka. Kumekuwa na matatizo kwenye watu ambao wanateuliwa. Kumekuwa kuna matatizo katika wale wanaoajiriwa pia. Wanajisahau wakikaa ofisini. Akienda mtu ofisini bwana, kwanza aendi kwa muda mwafaka, anakwenda kwa muda wake. Kama ofisi inasema anatakiwa kuingia saa 1:30, hutamuona hiyo saa 1:30. Kama ofisi inasema anahitajika kuingia saa 2 kamili, hutamuona hiyo saa 2. Kwa hiyo watu kama wana shida, wanapokwenda kwenye ofisi hawamkuti. Yeye ameenda zake kunywa supu. Kwanza amekuja saa 4 ofisini. Alafu saa 4 anafika, ana saini, kaingia saa 1:30 au saa 2. Alafu anatoka, anaenda kupata supu. Supu yenyewe anakwenda kupata masaa 3. Anakunywa supu, mtumishi wa umma. Supu inanoga kule, anakunywa supu, anarudi saa 7. Anagundua saa 7 ndo lunch time. Anaanza safari za kwenda kutafuta lunch. Anatoka, anakwenda zake. Kama ameingia saa 1:30, kimsingi anatakiwa kutoka saa 9:30, mtumishi wa umma. Hapo hamna lunch time tena. Lunch time ni baada ya saa 9:30, lakini anaenda lunch. Anaenda, anapiga lunch kule, kuja kurudi masaa yameisha ya kazi. Sasa utawahudumiaje watu namna hiyo? Inawezekana? Sio rahisi. Ni ngumu sana kuwahudumia watu na watapata huduma. Maana yake nini? Kama kuna mipango inahitaji kusimamiwa, kutekelezwa na kuleta tija kwenye maendeleo ya watu, hiyo mipango haitafanikiwa. Watu hawatapata maendeleo. Hakuna kero zao hazitatatuliwa. Haya yote ni yale matatizo ambayo tumekuwa nayo ya kuweko kwa baadhi ya watu. Hatusemi wote, wengine ni waadilifu na wanafanya kazi zao kwa muda, wanaingia ofisini kwa muda, wanafanya kazi kwa muda, kwa ufanisi, wanafanya vizuri, wanawahudumia watu. Lakini sio wote, wengine ni makanjanja tu. Na wanaleta matatizo kwa sababu watu wanabaki na matatizo yao. Na hii imekuwa ni kero, na kimsingi nchi au sekta zetu au taasisi zetu au mashirika yetu hayawezi kuendelea na watu hawawezi kupata huduma kwa wakati. Watu watabaki wanalia, watu watabaki wana matatizo. Uwajibikaji hapo haupo. Kumbuka tunazungumzia msingi mmoja katika misingi ya utawala bora. Msingi mmoja wapo ni uwajibikaji, ndio huu tunaozungumza. Tunahitaji watu ambao wanaelewa kwamba leo akishaajiriwa ameandikiwa barua ya kuwahudumia watu mahala, anahitajika kuwahudumia watu mahala pale. Anahitajika kuwahudumia watu kwa wakati. Anahitajika kukaa ofisini kwa wakati. Anahitajika kufanya yale mambo ambayo anatakiwa kuyatekeleza kama mtumishi wa umma au kama mtu mtoa huduma katika eneo linalohusika. Iwe kwenye taasisi, iwe kwenye shirika, iwe ni kwenye ofisi labda ya umma ambayo iko kwenye ngazi fulani, kwenye ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ngazi ya kijiji na kadhalika. Kuna dhana fulani ambazo zimekuwa ni dhana mbaya sana katika miaka ya karibuni. Mtu akipata uongozi, akipigiwa kura na wananchi, akapata kama ubunge au ikatokea ameteuliwa amekuwa waziri au amepata nafasi fulani mkurugenzi wa shirika fulani la umma kubwa, watu wanasema ameula. Kuula maana yake nini? Maana yake anakwenda sasa kuneemeka. Akakae pale kwenye viti vya kuzunguka ndani ya ofisi ambazo zina viyoyozi. Alafu sasa maisha yamenyoka. Kuanzia hapo ni safari tu za Ulaya na kurudi.
Tumekuwa na dhana hizo ambazo ni potofu sana. Kimsingi mtu anapopewa madaraka yoyote, anapopewa ukurugenzi, anapopewa ubunge, anapokuwa ameteuliwa kuwa waziri, unapokuwa umepewa nafasi yoyote, hata kama ni nafasi ndogo tu, umepewa nafasi sio kuula, umepewa nafasi kuwahudumia watu. Kwa hiyo uwajibikaji unaanza hapo, na msingi wa utawala bora unaanza kuonekana hapo kwenye kuwahudumia watu. Fahamu jimbo lako lina matatizo gani. Fahamu kijiji chako kina shida na matatizo yapi. Fahamu taasisi yako inahitaji kwenda kiwango gani cha kuwahudumia watu. Wewe kama ni mkurugenzi wa taasisi, inawezekana ni ya kiserikali au sio ya kiserikali. Fahamu matatizo yaliyoko. Fahamu mipango ambayo ipo au ambayo unahitaji wewe sasa kuisimamia iwepo. Kwa nguvu zako, kwa akili zako, kwa kutumia uzoefu na ujuzi wako, anza kuweka mikakati na mipango mapema sana ya kuanza kutatua kero za watu. Huo ndio uwajibikaji. Na hapo ndio tutaona misingi ya utawala bora inazingatiwa. Na hapo tutaona tija, tutaona maendeleo na hatua za maendeleo katika maisha ya watu. Kwa hiyo ninajaribu kupita kwenye misingi na ninajaribu kupita kwenye hili eneo la uwajibikaji ili kusaidiana kwamba uwajibikaji una maana gani na unaweza kuleta tija gani. Lazima pia kiongozi yoyote katika nafasi ambayo amekaa, anapowasimamia watu, wewe mwenyewe unahitaji kuwajibika, lakini unahitaji pia kuhakikisha watu wanawajibika. Unapowasimamia watu walioko chini yako, kama wewe ni mkurugenzi kwenye ofisi fulani, wewe ni mkuu wa taasisi fulani, kiongozi wa shirika fulani, wewe uko mahala labda unaongoza katika eneo lako na katika ngazi yako, hakikisha watu walioko chini yako pia kwa kushirikiana nao wanafanya vizuri kwenye eneo la uwajibikaji. Sio vizuri sana, unaweza ukawa wewe mzuri, hujui kuiba, unawajibika vizuri, upo kazini kila wakati, unasimamia mambo yanaenda, lakini kuna baadhi ya watu ambao wako chini yako na wao umepewa kuwasimamia, hawafanyi vizuri. Wasipofanya vizuri na wewe ukanyamaza kimya, usichukue hatua zozote, usishauriane nao, usiwape miongozo sahihi, wewe ndo unawajibika kwenye jambo hilo. Na jambo hilo wewe ndio unadaiwa kuliweka sawa, kwa sababu ukinyamaza kimya, maana yake watu hawa wewe ndo ulipaswa kuwapa mwongozo sahihi kwamba hawakupaswa kufanya wanachokifanya. Wanachofanya ni makosa. Kwa hiyo wewe ndo unaitakiwa kuwasimamia na kuwaelekeza kwamba msifanye jambo hili na ni vema mkafanya jambo hili. Kama kuelekeza tu itakuwa imeshindikana, kushauriana tu itakuwa imeshindikana, kupeana miongozo itakuwa imeshindikana, basi vizuri kuchukua hatua. Huo ndio uwajibikaji. Usipochukua hatua, tukaona wewe upo, wao wapo, mambo hayaendi, wewe ni tunaona mchapakazi mzuri, mwaminifu, unasimamia vizuri rasilimali zilizoko, lakini wale walioko chini yako ndo wanaoiba, ndio ambao hawafanyi kazi, hapo uwajibikaji utakuwa haupo. Pamoja na kwamba wewe unajitahidi, lakini uwajibikaji utakuwa haupo, na inabidi ubadilishe mwelekeo haraka au ubadilike haraka. Kuhakikisha uwajibikaji unakuwepo kuanzia ngazi ya uongozi wako mpaka ngazi za chini. Wote wale ambao wako chini yako waweze kuwajibika ipasavyo. Namna nyingine ya kuwajibika ni kujiuzulu pale mambo yanapokuwa hayaendi vema, na wewe ndio ulikuwa kiongozi, tunakutazamia mambo uyapeleke vema, alafu mambo hayajaenda vema. Jiuzulu.
Kujiuzuru nako ni sehemu ya uwajibikaji. Au inawezekana unaongoza taasisi, haukuwahi kuwa na nia mbaya, umejitahidi kujituma na kujitoa, lakini kuna mambo hayaendi vizuri, pengine sio kwa sababu yako moja kwa moja, lakini kuna sababu zingine ambazo ziko nje ya uwezo wako, au ni sababu ambazo zinaelekea kuichafua taasisi au kuchafua eneo ambalo wewe unaongoza. Ni vizuri kuchukua hatua stahiki, na wakati mwingine kujiuzuru nako ni hatua stahiki na ni uwajibikaji. Miaka ya nyuma, wakati wa awamu ya kwanza ya uongozi wa nchi, alipokuwa akiongoza nchi ya Tanzania, alipokuwa akiongoza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alikuwa na waziri wake mmoja wa mambo ya ndani ambaye alikuwa ni mzee wetu Ali Hassan Mwinyi. Kuna wakati Ali Hassan Mwinyi akiwa kwenye wizara hiyo kama waziri wa mambo ya ndani alijiuzuru. Alijiuzuru kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna mambo ambayo hayakwenda sawa. Aliwajibika. Kujiuzuru haionyeshi kwamba tu umeshindwa, lakini inaonyesha pia sehemu ya uungwana wa kujua ya kwamba kuna mahala mambo yakwenda sawa na tunahitaji kuisafisha taasisi, kulisafisha taifa, kusafisha eneo ambalo wewe umekuwepo kama kiongozi. Inaleta heshima ya kiti ambacho wewe ulikuwa unakalia, kwamba kile kiti ni kitakatifu, kile kiti ni kisafi, kile kiti kinahitaji kutendewa haki, na haki yenyewe ndiyo hiyo ya kuwajibika, kwa kustep down, kwa kujiuzuru pale inapolazimu kujiuzuru. Ule usafi wa kiti unadhihirika. Huo ndio uwajibikaji. Kwa hiyo dhana ya uwajibikaji inaweza kuwa kwenye maeneo mengi, lakini kwa leo tumejifunza maeneo haya, na ninaamini utakuwa umenufaika sana ndugu mtazamaji na msikilizaji. Tunaishia hapa kwa leo, wakati tunajiandaa na kipindi kingine. Usiache kutufuatilia kila siku. Kuanza na kipindi chetu kuanzia dakika ya mwisho, kuna mambo mengi. Ukiyakosa dakika ya kwanza, utayakuta dakika ya 10, utayakuta dakika ya 20, na kipindi chetu ni dakika 30. Wastani wa dakika 30. Twende mpaka dakika ya mwisho. Kuna vitu vingi sana unaweza ukawa umevipata. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Mimi ni mwasilishaji wako Samuel Kakila.